30 nusu ya mwaka 2026. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imeifungua bandari kuu ya Venezuela iliyoifunga awali kusaidia uingizaji misaada muhimu baada ya matetemeko ya ardhi kukumba nchi hiyo. Maandamano yanatarajiwa kufanyika hii leo nchini Afrika Kusini ya kuwataka raia wa kigeni wasio na vibali kuondoka nchini humo. Wanajeshi wapo kwa wingi barabarani, kuna mapolisi wanafanya ulinzi wa kuzuia raia kuto kuwasumbua na kuwaghasi raia wa kigeni. Na wakati Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea kukabiliana na milipuko ya Ebola, nchi jirani Tanzania imejipanga kudhibiti virusi hivyo. Tumejifunza vitu vingi hasa kwa vitendo. Inatusaidia ikitokea tumepata mgonjwa wa Ebola, tunaweza jinsi gani tunaweza kumhendo na kufanya ugonjwa usisambae zaidi. Na kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Caro Robi. Karibu Caro. Shukran Halima. Jeshi la Marekani limefungua tena bandari kuu nchini Venezuela ili kusaidia katika kuingizwa kwa misaada nchini humo. Jeshi limesema bandari ya La Guaira sasa inafanya kazi na kuwa meli ya kivita ya Marekani inaleta vifaa na mahitaji ya kimsingi yanayohitajika kwa dharura kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyopiga Venezuela wiki iliyopita na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1700. Bado maelfu ya watu hawajapatikana na maeneo mengi bado hayajafikiwa na serikali ya Venezuela, huku matumaini ya kuwapata manusura yakififia. Wana Venezuela wanaishtumu serikali yao kwa kujikokota katika kushughulikia mkasa huo. Maelfu ya wahamiaji wanajaribu kuondoka Afrika Kusini wakati ambapo leo kunatarajiwa kufanyika maandamano kote nchini humo ya kuwataka raia wa kigeni kuondoka. Maafisa wa usalama wametumwa kushika doria kufuatia wasiwasi kuwa maandamano hayo yaliyoitishwa na makundi ya wakereketwa wanaopinga wahamiaji huenda kakubikwa na ghasia zilizochochewa na chuki dhidi ya wageni. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Balozi kadhaa zilizo Afrika Kusini zimewashauri raia wake kuepuka mikusanyiko, huku balozi wa Marekani ukisema unatarajia kupungua kwa shughuli za kawaida leo katika ubalozi wake. Maelfu ya raia wa kigeni, wengi wao wa Kiafrika, tayari wamekwisha kuondoka nchini humo kabla ya tarehe ya leo ambayo ilitangazwa kuwa muda wa mwisho wa raia wa kigeni wasio na vibali kuondoka Afrika Kusini. Polisi imesema takriban wahamiaji 25,000 tayari wamerejeshwa katika mataifa yao na bado mchakato huo unaendelea. Hata hivyo, haijabainika wazi ni lini mchakato huo ulipoanza na kama ulichochewa na maandamano ya hivi punde ya kupinga wageni. Nchi kadhaa za Afrika katika majuma ya hivi karibuni yamewarejesha maelfu ya raia wake kutoka Afrika Kusini. Maafisa wa usalama wametoa wito kwa maandamano ya leo kuendeshwa kwa njia ya amani. Polisi nchini Ujerumani wamesema wanaume 2 na wanawake 4 waliuawa katika shambulio la risasi katika mji wa Stad. Walikuwa wafanyikazi katika kituo cha kuhifadhi wanawake na watoto. Mwanamume mwenye umri wa miaka 45, raia wa Ujerumani mwenye asili ya Kituruki, amekamatwa kuhusiana na shambulizi hilo. Mshukiwa huyo anaripotiwa kuhusika katika mvutano na mwenza wake kuhusu ulezi wa bintiye wa miezi 3. Mtoto huyo na mamake waliokuwa ndani ya kituo hicho wakati wa shambulizi hawakujeruhiwa. Watu wengine 2 wanahojiwa na polisi kuhusiana na shambulizi hilo. Na Ujerumani imeaga mashindano ya kombe la dunia baada ya kucharazwa na Paraguay kwenye mechi iliyokwenda hadi penalti. Paraguay ilishinda kwa mabao 4 dhidi ya 3 kupitia mikwaju ya penalti. Katika mechi ya awali, Brazil waliibandua Japan kwa mabao 2 dhidi ya 1 na hivyo kufuzu kwa 16 bora. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania waweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, CGFM na Radio Kwizera. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na County FM. Uganda, Voice of Usoga, Voice of Karamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Eliza Radio. Unaweza pia kutusikiliza kupitia YouTube na Facebook BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, jeshi la Marekani limeifungua tena bandari kuu ya Venezuela kuweza kuwasaidia uingizaji wa misaada nchini humo kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyotokea siku ya Jumatano. Jeshi hilo limesema bandari ya La Guaira sasa imeanza kufanya kazi na kuongeza kuwa meli ya kivita ya Marekani inaleta vifaa na mahitaji muhimu zaidi. Na Florian Kaijage.
Hali ni mbaya nchini Venezuela. Watu waliothibitishwa kufariki dunia sasa ni zaidi ya 1700. Bado maelfu ya watu hawajulikani walipo. Wengi pia hawajapata msaada na usaidizi wa maana kutoka serikalini. Maeneo mengi ya Venezuela yaliyoharibiwa na matetemeko mawili ya ardhi wiki iliyopita bado hayajapokea msaada mkubwa wa serikali. Kwa kiwango kikubwa, wakaazi ndio wanafanya shughuli nyingi za uokoaji. Katika bandari ya La Guaira, mojawapo ya mji iliyoathirika zaidi, BBC iliona watu wakitumia nguzo na nyenzo nyingine za miti kujaribu kufukua vifusi ili kuwapata wapendwa wao na majirani zao. Mapema siku ya Jumatatu kulikuwa na matetemeko madogo, ingawa hakuna uharibifu zaidi ulioripotiwa. Zaidi ya watu 1700 wamefariki dunia katika kile rais wa muda Delcy Rodriguez amesema ni janga la asili la kikatili zaidi katika historia ya Venezuela. Misaada ya kimataifa imehamasishwa, lakini matumaini ya kupata manusura yanafifia. Usiku wa kuamkia Jumatatu, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 21 amekuwa mtu wa hivi punde zaidi kupatikana akiwa hai baada ya kunaswa kwa zaidi ya saa 100. Matetemeko ya ukubwa wa 7.2 na 7.5 siku ya Jumatano yalipiga ndani ya sekunde 39 katika jimbo la kaskazini la La Guaira na kusababisha takriban majengo 800 kuporomoka. Tetemeko la Jumatatu lilitikisa tena La Guaira na mji mkuu wa Caracas kwa kipimo cha 4.6. Katika eneo la jirani la Casia la Mar, juhudi kuu za utafutaji na uokoaji pia zilikuwa bado zikifanywa na wafanyakazi wa kujitolea wa ndani na timu za kimataifa, na kulikuwa na hasira dhidi ya mamlaka. BBC iliona alama za polisi na jeshi la Venezuela mitaani katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, lakini si kwenye vifusi. Ruben Rogers, fundi umeme mwenye umri wa miaka 32, ambaye amekuwa akichimba kwenye kifusi akiwa na gloves pekee na kofia ngumu, alisema watu wa ulinzi wa raia waliamua kusaidia, lakini hawana vifaa. Serikali haitoi vifaa, wanafanana na sisi. Florian Kejage. Nchini Afrika Kusini leo kunatarajiwa kufanyika maandamano kuwataka raia wa kigeni kuondoka nchini humu. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa wakijaribu kuondoka kabla ya kufikia muda uliowekwa na makundi ya watu wanaopinga uwepo wa waandamanaji haramu hii leo. Maandamano hayo yaliyoitishwa yamechochea zaidi na chuki dhidi ya raia wa kigeni, hususan kutoka nchi nyingine za Afrika. Nimezungumza na Anita Adolf Kimathi, mkazi wa Johannesburg, anaeleza jinsi hali ilivyo kwa upande wake. Nipo katika sehemu ambayo niko salama kabisa. Hakuna pirika yoyote ambao tunaambiwa kwamba wageni ondokeni. Wanajeshi wapo kwa wingi barabarani, kuna mapolisi wanafanya ulinzi kwa kuzuia raia kuto kuwasumbua na kuwaghasi raia wa kigeni. Kitu ambacho kinatuumiza zaidi kuona kwamba wanawafanyia fujo wageni kwenye biashara zao. Huwezi ukamfukuza mgeni ambaye anaingiza kipato ndani ya nchi yako. Ukiangalia kwa undani kabisa, mwenye asili ya South Africa kabisa hapa, hawa si watu wabaya, lakini nadhani kutokana na mambo ya kisiasa kuna chokochoko nadhani za ndani kwa ndani na baadhi ya raia wengine ambao wanahusishwa ndani humo. Kwa hiyo si raia wote ambao wanafurahi, wengi wao wanasikitika sana. Nasikia wanawake wa South Africa wengi sana wanalia kwamba jamani, mnafukuza hawa raia wa kigeni, sasa sisi watoto wetu atawalea nani? Mji sana ambao umekumbwa na vurugu ni mji wa Durban. Vurugu ndo zilianza toka mwezi wa 3. Vurugu zinaonekana, japo kulikuwa kuna maongezi hapa na pale. Tumejaribu kuona pia shirika la Kiislamu limekuwa likitoa msaada na kulalamika kwa nini wageni wafukuzwe, na wao wametoka katika nchi mbali wamekuja hapa na wana mchango wao. Angalau tumeona wamekaa mezani pamoja. Tumemwona Ngizwe Mchunu, wazawa ambao wanatoka Durban, KZN kule, huyo ndo mkubwa wao, akiwa mezani na mashehe. Kwa hiyo mpaka sasa kumekuwa na hali ambao kuna utulivu sana, kumepoa, si sawa kama zamani. Pirika ni nyingi, biashara kidogo, uchumi umetikisika sana ndani ya South Africa. Ningetoa wito pia kwa sisi wageni, basi walau tufuate sharia. Namni Anita Adolf Kimathi, huyo mkazi wa Johannesburg.
Siku ya mabunge duniani huadhimishwa kila mwaka siku kama ya leo ya Juni 30. Siku hii ilianzishwa na Umoja Mataifa kwa ushirikiano na Umoja wa Mabunge Duniani kutambua mchango wa mabunge katika kuimarisha demokrasia na haki za binadamu. Nimezungumza na mbunge kutoka Bunge la Taifa la Kenya, Marwa Kitayama Maisori, na kumuuliza wanapaswa kufanya nini kuhakikisha wanawajibika katika kulinda sera zinazomlinda raia. Bunge lina majukumu haswa matatu, lakini kwa mfano bunge la Kenya limeongezwa jukumu lingine. Jukumu la kwanza kuwakilisha wale ambao waliokupigia kura. Jukumu la pili ni utungaji wa sheria. Alafu jukumu la tatu ni ufuatiliaji, kuhakikisha kwamba, yani kwa uangalizi, kwa Kiingereza ni oversight. Sasa kwenye bunge la Kenya, katika katiba ya mwaka 2010 ambayo tunaitumia kwa sasa, ikaongezwa jukumu la 4 ambalo ni budget making, yani kuweka pesa kwa ajili ya matumizi ya nchi. Kwa hiyo tukizingatia hayo, inamaanisha kwamba bunge linahitaji kutunga sheria ambazo zile sheria zitakuwa zinaangazia hayo uliyoyasema. Mfano, kama watu wanataka kufanya maandamano, basi kunakuwa na sheria ambayo inalinda, na vile pia katika kusukuma haki zinginezo. Kwa mfano maandamano, bunge linaweka sheria ya maandamano. Kwa mfano, bunge litaweka sheria ya jinsi ambavyo uchaguzi utafanyika vipi na katika mipango gani. Kwa hivyo tukishaweka sheria ile bungeni, ndiyo, basi inakuwa kwamba jukumu la pili la mbunge ni kuhakikisha kwamba taratibu zilizowekwa, je, mwananchi anazifuata? Moja. Pili, kama mwananchi anazifuata, ni nani anakiuka? Je, ni vyombo vya dola? Ni polisi wanatumia nguvu zisizokuwa za kawaida? Au ni serikali, wale ambao ni executive wanaona hawataki wananchi kusukuma chochote kile ambacho wanataka kukisukuma kwa mfumo huo, na kwa namna hiyo wanawakandamiza. Siku hii ina kauli mbiu ya kuendeleza haki za binadamu. Ni wapi ambapo kuna pengo ambalo labda unadhani linafaa kuangaziwa kuhakikisha kwamba haya yanaangaziwa? Kuna jambo ambalo na mswada huu kwa pale mbele ya bunge la Kenya. Mswada huu unaohusiana na sheria ya public participation. Yani jinsi gani tunahusisha wananchi ili waweze kujihisi kwamba hakuna jambo limefanyika kinyume na wao, ili litapelekea kesho wao kuweza kufanya nini? Kuandamana au kufanya na msukumo wa aina fulani. Naam, ni mbunge kutoka Bunge la Taifa la Kenya, Marwa Kitayama Maisori, na akitupa nafasi moja kwa moja sasa nikimpa kijiti Floren Kaijage na michezo. Naam, Kaijage, naona Uholanzi na Morocco mchezo bado unaendelea. Jasho linavuja. Timu mbili zilizo katika viwango vya juu kabisa vya ubora wa soka duniani. 7 bora. Timu zote mbili zipo ndani ya 7 bora duniani. Jasho linavuja. Na kama ilivyo tarajiwa kwamba ni pambano la kuvutia, mbinu kemkem zinaendelea kutumika, lakini bado hakuna mshindi. Muda huu zimechezwa dakika 9 katika zile dakika 30 za nyongeza baada ya dakika 90 kumalizika.